أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسول الله والدلالة على خير ابتغاء مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهمه إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Tupo katika mwendelezo wa durusi zetu kupitia kitabu chetu pendwa hichi Madarijul Ula, sharh ya Tabarakatul Ula cha al-Imam Abul Mubarak Hasan ibn Umair Ash-Shirazi afallahu anhu. Leo kwa idhni yake Mwenyezi Mungu tutatwali ukurasa wa 21 kulingamana na chapa ambayo niko nayo, tukiwa tupo katika ubeti wa 10 usemao laqad ana tazawwud in aqalna wa akhadhu al-hadhi min baqi shababi. Asema laqad ana, wallahi hakika imekurubia atazawwud, kuchukua maandalizi au kufanya maandalizi, in aqalna, ikiwa kama sisi tunafahamu, wa akhadhu al-hadhi, na kuchukua fungu, min baqi shababi, kutokamana na ujana uliobaki, min baqi shababi, kutokamana na ujana uliobaki. Anasema chini hapo laqad allamu muwatti'atun lilqasam. Hiyo lamu hiyo imeangukia kwenye kiapo, maana hiyo lamu hiyo ni lamu ya kiapo. Alivyosema laqad manake wallahi, na hapa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ana ay qaruba, imekurubia atazawudu, kuchukua maandalizi au kufanya maandalizi, ay ittikhadhi zadi, ittikhadhu zadi, kuchukua zawadi, liyaumil maadi, kwa ajili ya siku ya marejeo. Wadhalika, na jambo hilo, bimaana huko kuchukua zawadi kwa ajili ya marejeo ni kufanya namna gani? Asema bil imtithali au bimtithali awamirillahi wa itinabi nawahi, ni kwa kufuata maamrisho ya Mola na kujiepusha na yale makatazo yake aliyoyakataza. Wa huwa, na jambo hilo au maelezo hayo, wa huwa, na maelezo hayo, almuabbaru, ndiyo yaliyofasiriwa, almuabbaru indahum, ndiyo yenye kufasiriwa kwa wao, bitaqwa, kwa ndio takwa, kwa maana ya kuwa takwa maana yake ni kufanya yale ambayo Mola kayaamrisha na kuachana yale ambayo Mola kayakataza. Li'annahu huwa khairu zadi, sababu hiyo takwa ndiyo andao bora, ndiyo maandalizi bora, liyaumi tanadi, kwa ajili ya siku ya ulingano, liyaumi tanadi, kwa ajili ya siku ya ulingano, liyaumi al-ashhadi, sio tanadi, liyaumil ashhad, nimeruka kwa afwan, liyaumil ashhad, kwa ajili ya siku ya al-ashhad, ushahidi, ushuhuda, maana siku ambayo watu watakaotolewa ushahidi kulingana na yale matendo yao, watanadi, na siku ya ulingano. Kabla hujumi, kabla ya kushambuliwa ghafla, kabla hujumi, kabla ya kushambuliwa ghafla, bimaana kujiliwa ghafla, maana kile ambacho huwa hicho lana kwetu sisi, bil mirswadi, ni chenye kutuvizia, maana yake kufuata ile maamrisho ya Mola na kuachana na makatazo ambayo ametukataza kabla ya kujiliwa sisi na kile ambacho tunachotuvizia. Kitu gani? Ni mauti. Inna aqalna, ikiwa sasa sisi tutakuwa tunafahamu. Inna aqalna, ikiwa kama tutakuwa nafahamu, ai amefasiri aqala zuhadi, ikiwa kama tutakuwa na ufahamu wa wale azuhadi, wale wapanyongo dunia, wapanyongo ulimwengu. Lianna tasarrufa aqlahum, kwa sababu kuzitumia akili zao, fi asbabi, katika sababu al-istidadi, ya maandalizi, wal ihtimami, na kuwa na himma, wal ishtighali, na kuwa na mishughuliko, bi umuri al-akhirah, katika mambo ya akhira, liannaha, kwa sababu hayo mambo ya akhira, mas'ulun anha, ni yenye kuulizwa kutokana na mambo kama hayo, wal wuqufu alaiha, na kusimamishwa dhidi ya mambo kama hayo. Wa illa, na kama si hivyo hatutajiandaa na maandalizi hayo ambayo yamekusudiwa, maandalizi yake akhira, fala na aqlu bihi, basi sisi tutakuwa tunafahamu kwa jambo kama hilo, yajri alaina taklifu, pita dhidi yetu sisi kule kukalifika kuweza kulifanya jambo kama hilo. Bimaana hata kama tusipohesabiwa, lakini madali tumeumbwa, tumeletwa hapa duniani, basi kuna haja ya kufuata yale maamrisho yule ambaye ametuumba, yule ambaye ametuleta hapa duniani, ikiwa kama tutakadiria hakuna kuhesabiwa. Kwa hiyo sasa itakuwaje kama kutakuwa kuna hesabu, kuna kuhesabiwa, kama tulivyosema kule nyuma, ala naqri wa kitmiri, kutokana na kitu kidogo na kitu kikubwa, kitu ambacho chenye uzani wa kukwaya tende na kitu ambacho chenye uzani wa thamani ya ule uzi wa kukwaya tende, itakuwaje kama tutahesabiwa? Kwa hiyo kuna haja kubwa zaidi ya kuweza kujiandaa na jambo kama hilo. Anasema wa ala kulli hali, na kwa hali yoyote ile, fal ihtimamu, basi kufanya himma, wal ishtighalu,
na kujishughulisha bi umuri dunya ani tazawudi lil akhirah, kwa mambo ya kidunia, ani tazawudi, ukaachana na kufanya maandalizi lil akhirah, kwa ajili ya akhirah. Mathaluhu, mfano wa huyo mtu ambaye anayefanya mambo ya kidunia kisha akaachana na kujishughulisha na mambo ya kiakhirah, asema kamathali ihtimami, ni kama mfano wa mtu kuwa na himma, bidafi'i dhubabi, kumsukuma nzi au kumfukuza nzi, anil wajhi, kutokamana na uso wake, wal asadu, na hali ya kuwa simba, mutahayyi'un bil iftirasi alayhi, ni mwenye kujiandaa kutokamana na kumuinda yeye. Manake vipi? Manake mtu ambaye hushughulika sana na mambo ya kiulimwengu kisha akaachana na mambo ya kiakhira ni sawa sawa na mtu ambaye kwenye uso wake kuna nzi, kisha nzi kama yule kwenye uso wake kuna nzi, alafu pembeni yake kuna simba ambaye amejiandaa kwa ajili ya kumuinda huyu bwana ambaye katuliwa na nzi kwenye uso wake. Kwa hiyo sasa huyu bwana mwisho wa siku asimtilie umuhimu yule simba, yeye akawa afanya istidhali kwa ajili ya kumfukuza yule nzi ambaye yupo katika uso wake, hali ya kuwa ajua kuwa mimi hapa ikiwa sikujishughulisha na yule simba nikajishughulisha na huyu nzi, ujue mwisho wa siku mimi nitagwiwa na simba kama huyu, nitakamatwa, nitaliwa. Kwa hiyo mtu wala asitilie umuhimu ile tahadhari ambayo ni kubwa zaidi, yeye akawa ajishughulisha kumfukuza nzi. Kwa hiyo huko ajishughulisha kumfukuza nzi, mwisho wa siku simba akamfanyaje? Akamkamata. Kwa hiyo mfano wake kama mfano wa mtu ambaye kamathali ihtimami, ni kama mfano na wa kujishughulisha, bidafi'i dhubabi, kutokamana na kumfukuza nzi, anil wajhi, kutokamana na uso wake, wal asad, na hali ya kuwa simba, mutahayyi'un, ni mwenye kujiandaa, bil iftirasi alayhi, kutokamana na kumuwinda. Mfano wa mtu huyo asema fabaina, basi wakati mmoja, huwa bil ihtimami, huyo mtu yupo katika huo mshughuliko wa kumfukuza yule nzi kwenye uso wake, fabainama, basi wakati mmoja, huyo mtu bil ihtimami wal ishtighali, yupo katika hima na yupo katika kujishughulisha, bidafi'i dhubabi, kumsukuma yule nzi, kumfukuza yule nzi, anil wajhi, kutoka na uso wake, idh, basi ghafla, faja'ahu al asadu, akamshambulia kwa ghafla yule simba, bil iftirasi, kwa kule kumwinda, bil iftirasi, kwa kule kumwinda. Manake vipi ya maneno? Manake maneno kama haya ni kwamba mtu yeye kukicha ana mashughuliko ya dunia na ana malengo ya mbele zaidi, kwa mimi bwana, hapa baada ya miaka miwili nikifanya kazi hii, mimi bwana nitakuwa ni mtu ambaye nimejenga, nitakuwa ni mtu ambaye nimefanya maendeleo fulani. Kwa hiyo mtu akiwa yupo katika hali hii ya kujishughulisha, ghafla mauti yashamuinda, mauti yashamuinda, yale aliyoyahangaikia mwisho wa siku kayawacha pale pale, na hakujiandaa kwa ajili ya akhera, na hakujiandaa kwa ajili ya nini? Ya akhera. Mauti hayo yakamshambulia. Ndio mfano huu ambao umepigwa hapa. Asema afadahu ba'd al-arifina, wametoa faida baadhi ya wale watu wajuzi kupitia kisa kama hichi, wametoa faida kwa kupitia namna hiyo. Fayuqalu, husemwa, lau kana lahu tamamu al-aqli, lau kama huyu mtu angelikuwa ana akili timilifu, la mahtamma bi amri dhubabi, la mahtamma, asingelitilia umuhimu, bi amri dhubabi, lile jambo la kumfukuza nani? La kumfukuza nzi kwenye uso wake, wala asingelitilia umuhimu. Kwanza angekimbia mwenyewe huyo nzi kwenye uso, ikiwa kama angelifanya himma ya kumkimbia huyu simba kwa ule mwendo wake wa kasi, basi yule nzi angekimbia tu mwenyewe. Ndio vile vile, yani mfano wake ndio huo. Mtu ikiwa kama kaishughulikia akhera kikamilifu, basi ile dunia huwa inamfuata yeye mwenyewe, lakini ukisema umeingilia dunia mazima, kifo cha kufuata, na mwisho wa siku uende usipate chochote. Kwa hiyo afada baadhi al-arifin, wametoa faida baadhi ya wale wajuzi. Fayuqalu, husemwa, lau kana lahu tamamu al-aqli, lau angelikuwa na akili kamilifu, la mahtamma, asingelitilia umuhimu, bi amri dhubabi, le jambo la simba, wa ahmala, jambo la nzi adhubabi, wa ahmala, na kuzembea na kufanya uzembe, amra al-asadi, na yule simba yule, almutahayyi bil iftirasi alayhi, ambaye kajiandaa kutokana na kumuinda juu yake. Asema waqaruba, na umekurubia muda, akhdhu al-hadhi, ay an-nasibi, muda wa kuchukua fungu, min baqi shababi, kutokamana na baki ya ujana uliobaki, tadarukan, kuyadiriki au kukidiriki, lima, kile ambacho fata anhu, kimemkosa yeye, akifanya kitu kama hicho, min awani shababi, kutokamana na ule mwanzo wa ujana, haithu, kwa namna ambayo, madha awqatuhu, madha waqtuhu, umepita wakati wake, wanqadha, na ukamalizika, bilaabin, kwa michezo, walahawin, na mambo ya ukumbao, mambo ya kizembezembe, wa ghaflatin, na kughafilika, amma, kutokana na yale ambayo baina yadaihi, yako mbele yake huko akhira. Wabtida'u shababi, na mwanzo wa ujana, min albulughi ila sinni 30, ni kuanzia pale mtu anapofikiria baligh mpaka kufikiria miaka 30, yani kuanzia miaka 15 pale mpaka kifikiria miaka 30, basi huyo anahesabika kuwa bado ni kijana. Wadhalika, na jambo hilo yatawajjahu
ila man lam yanhad, humwelekea, bimaana jambo hilo la kuanza kuyadiriki yale ambayo ameyakosa mtu hakuyafanya, ndio asema yatawajjahu, humwelekea hilo jambo la kujiandaa sasa kikamilifu wa kuchukua maandalizi ya kiakhira, humwelekea ila amani, yule ambaye lam yanhad, hakuvumburuka kwa haraka, hakuamka kwa haraka. Inhadhi maana yake ni mtu kukaa chini kisha akaamka ghafla, ima kwa kushtuliwa au vipi, ndio inaitwa al-inhadh. Kwa hiyo yule ambaye lam yanhadh, hakuvumburuka kwa haraka, fi awwali shababihi, mwanzo wa ujana wake, bitazawudi, kutokana na kuchukua maandalizi. Maana yake yule ambaye alivyoanza kuingia katika ujana, maana tukadiria kama miaka 15, kwa mwanamume miaka 15, kaenda 15, 16, 20, 30, bado kabisa hajaanza kufanya maandalizi ya akhira, basi huyu ndiye ambaye anayehutubiwa kutokamana na kufanya maandalizi ya haraka na kuweza kuyafanya yale yote ambayo yamempita tangu kubalighi kwake mpaka sasa hivi vile alivyofikiria, bitazawudi, wa kufanya maandalizi. Wa illa, na ikiwa kama si hivyo, ikiwa kama kitu ambacho kimekusudiwa si namna hiyo, basi bi annahadha, ni kuamka kwa haraka mtu kama huyu, bidhalika, kwa jambo hilo la kufanya maandalizi, fi awali, hii katika mwanzo wake, kama huwa almurad, kama makusudio yalivyo. Maana haijalishi ima awe kishapita kwenye ile balighi, au mtu kama huyu bado hajakurubia katika balighi, ndo yupo sasa, yani kama bado mwaka mmoja au bado miezi kadhaa kuingia ndani ya balighi, au kabla ya hapo, basi kufanya maandalizi mapema, kwa sababu mtu anapojiandaa tangu asubuhi kutokana na jambo fulani, basi kule mbeleni kule giza linapoingia, kulifanya jambo kama linakuwa sio zito. Ndio mathalan, mfano mtoto ukimzoesha jambo la ibada akiwa ni mtoto, basi atakapofika ukubwani mtoto kama huyu wala hata kuwa na haja ya kuweza kuamrishwa, bwana muda swala umefika. Kwa sababu vipi? Kwa sababu umemzoesha mtoto kama yule kufanya ibada zake kama zile akiwa mtoto, umemzoesha akiwa ni mtoto. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku wala hutopata tabu, kwa sababu tabia ile uliyomzoesha ndio hujenga mazoea, kama wanavyosema Waswahili, tabia hujenga mazoea. Nasema faliyakun fi hadhihi alhalati, basi na awe mtu katika hali hii, ala zdiyadi taa, juu ya kuzidisha taa, walhuda, na mwongozo. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma tazalu qadama abdin, au taondoka unyayo wa mtu yoyote yule, yauma alqiyama, siku ya kiyama, hata yusala an arba'i, mpaka aulizwe yule mtu kutokana na mambo yake manne, mpaka aulizwe kutokana na vitu vinne. Jambo la kwanza, an umrihi fima afnahu, umri wake, umri kama ule kaumalizia katika matendo gani? Fima afnahu, ni kwa jambo gani? Fima, ni kwa jambo gani? Afnahu, ameumaliza umri kama ule, khairati au shari, ataulizwa. Wa an shababi, na kutokana na ujana wake ataulizwa fima, ni kwa jambo gani au ni kwa kitu gani? Abelahu, ameuchakaza ule ujana wake. Wa an amalihi, na mali zake pia mtu ataulizwa, min aina iktasabahu, wapi alipozichuma, wa fima, na kwa jambo gani, anfaqahu, amezitoa mali kama hizo, amezitumilia katika mambo gani. Wa an ilmihi, pia vile vile mtu ataulizwa kutokana na elimu yake, madha amila fihi, ameifanyia nini hiyo ilmu, ameifanyia matendo gani ilmu kama hiyo. Qala ba'dhum, amesema baadhi yao, tazawwadu lilmauti zadan faqad nada almunadi arrahila. Tazawwadu, chukueni zawadi, lilmauti, kwa ajili ya mauti, kwa ajili ya kifo, zadan, maandalizi ambayo kwamba tazawwadu lilmauti, fanyeni maandalizi kwa ajili ya kifo, zadan, maandalizi kamili. Tazawwadu lilmauti zadan, fanyeni maandalizi kwa ajili ya kifo, maandalizi kamili. Faqad nada almunadi, hakika amenadi mwenye kunadi, amelingania mwenye kulingania, arrahila, aya safari. Kwa hiyo tafuteni maandalizi mazuri. Wa'lam, najua, anna man raghiba fil janna, yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kujipendekeza katika pepo, amila amalan yuqarribuhu, atafanya matendo yale ambayo yatakayomkurubisha yeye huyo mtu ilaiha, kwenye hiyo pepo. Wa man khafa min adhabi an-nar, na yote mwenye kuogopa adhabu ya moto, amila amalan, atafanya matendo ambayo yubaiduhu anha, yatamweka mbali yeye huyo mtu anha, kutokana na huo moto. Qala hadharana al-hirsi, akasema, qala, amesema, muhadhiran anil hirsi, aliyakuwa karibu, aliyakuwa ni mwenye kutoa tahadhari, aliyakuwa ni mwenye kutoa tahadhari, anil hirsi, kutokamana na mtu kuwa na pupa, lihutami dunia, kutokamana na vile vitu vya kidunia, wa munabbihan, na aliyakuwa ni mwenye kuzindua, ala al-ghafla, juu ya kule kughafilika, wa aidan,
bimaana amesema maneno kama haya ili mradi kuweza kumtahadharisha yule ambaye mwenye kuipupia dunia, mwenye kupupia vitu vya dunia, na pia vile vile amesema maneno hayo kwa ajili ya kumzindua yule ambaye ameghafilika. Wa aidan, na vile vile lamma kana al-aqilu, zama alipokuwa yule mwenye akili, afna umrahu, anaumaliza umri wake, fi tazawudi, katika kufanya maandalizi, mwenye akili huyo, walam yaghful, na wala hakughafilika, basi nabaha ala al-ghafili, akamzindua yule aliyeghafilika. Manake vipi? Manake zama alipokuwa yule mwenye akili hufanya maandalizi kwa ajili ya akhira yake, kazinduka huyu akawa anafanya maandalizi kwa ajili ya kaburi lake, na wala hakughafilika, basi huyu msanifu yule wa tabaraka dhul ula, basi asema nabaha ala al-ghafili. Hapo sasa akamzindua yule ambaye ameghafilika, biqauli, kwa kauli yake kusema fa'uqba kulli shay'in nahnu fihi min al-jam'i al-kathifi ila ash-shatati wallahu a'la wa a'lam. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina sami'u al-qawla yattabi'una ahsanahu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi.